Yes, bana, mechi kati ya Singida Black Stars na Young Africa ilishatamatika na Yanga walipata ushindi wa magoli 3-0 dhidi ya Singida Black Stars. Sasa maneno yamekuwa ni mengi, kuna baadhi ya matukio yametokea katika hiyo mechi, especially tukio ambalo lilimhusisha goalkeeper wa Singida Black Stars ambapo aliuachia mpira upite nyavuni bila kutake reaction ya aina yoyote, ukizingatia mpira umepita karibu yake kabisa. Namna ambavyo alitenga ukuta wake na akakaa upande ule ule ukuta na mpira ukaja upande ule ule alipo yeye. Lakini kilichotokea hakufanya reaction yoyote baada ya mpira ule kupigwa na mchezaji Alan Okello. Gumzo limekuwa kubwa, kwa nini Metacha ameuacha ule mpira? Labda kuna maneno yanaendelea, labda inawezekana kuna namna ya kuhujumu na vitu kama hivyo. Sasa tuko hapa kudiscuss hilo. Umemwona Metacha Mnacha namna ambavyo alikuwa ameweka ukuta wake na namna ambavyo mpira ulivyopigwa upande wake akauangalia tu kaingia nyavuni. Unadhani katika hilo tukio hilo ambalo limemhutisha Metacha Mnata ni bahati mbaya au amefanya makusudi? Metacha yawezekana kwamba ikawa hivyo na inawezekana pia isiwe kuwa hivyo. Kwa nini? Kwa sababu kwamba yale makosa huwa yanatokea kwa mtu yoyote ile, kwamba goalkeeping yoyote issue kama hiyo huwa inatokea. Lakini sasa kutokana na situation yenyewe jinsi ilivyo, kwamba umeweka backline iliyo nzuri kabisa, ukawapanga bwana 1 2 3 nataka mkae hivi na unaona maelekezo yale jinsi alivyokuwa anafanya ni sawa. Alafu pale kutoka katika ile engo ya kulia mkonoka kulia hata mita moja haijazidi kasimama pale, hajatikisika, hajafanya nini, yani it means kama yani hivyo na mpira kama pale alipokuwa yeye alikuwa na uwezo hata kujirusha, basi kawadanganye watu kwamba bwana huo mpira kwangu ulikuwa mgumu au umeenda kwa kasi, lakini hakufanya chochote. Yeye anakusindikiza kwa macho, alipobend anaangalia kwamba mpira unavyofanyaje, unavyoelekea, na ule mpira ulikuwa hauna motion yoyote iliyo kali, ulikuwa una kasi, hauna kasi yoyote. Lakini huwezi kumsifia aliyopiga Alan Okello, mpigaji nayo pia au sifa zake kwamba ameweza kuvusha mpira kwenye ukuta ule wa sawa. Ni sawa kwamba yawezekana ikawa ni maelekezo sawa, mpigaji kwamba kafuata maelekezo kama jinsi walivyokubaliana. Ikitokea kwamba kuna possible yoyote, hiyo possible unaweza kaitumia vipi? Sawa, hiyo possible unaweza kaitumia vipi? Na yeye akatengewa kama ni special kwamba kwenye mipira yote ya adhabu kwenye free kick kama hizi Alan Okello ndio mpigaji. Kwa nini? Wao wamelenga kwa sababu unaona kwamba competition iliyoko na kuna baadhi ya tukio vile kwamba twende mbele, sio ni nyuma, ni mbele kidogo. Walikuwa wanahitaji warejeshe lile goli kama lilofunga mwenzao, lakini kwamba topic ni Metacha Mnata. Kwa nini kafanya jambo kama lile? Na kwa nini sasa watu wanajiuliza na wanaumiza vichwa kichwani mwao kutokana na upuuzi. Mimi naita hilo ni upuuzi alioufanya. Sawa, lakini samani kupate mbaya zaidi, kocha wa Singida Black Stars aliamuru kumtoa nje Metacha Mnata baada ya kufanya haya makosa. Unadhani alikuwa sahihi kumtoa nje? Maana kama alimtoa kwenye mchezo Metacha, kama Metacha tutoe timu yote kwamba Singida Big Star kwamba tutoe hii Metacha na vinasaba na Yanga. Yani swali langu liko hapa, kitendo cha kumtoa baada ya kufanya ile kosa, kocha alikuwa yuko sahihi? Yuko sahihi. Kwa nini? Yuko sahihi 100% kwa sababu kwamba Metacha hakuwa mchezoni. Yeye tuseme kwamba Metacha alikuwa yuko mchezoni, lakini hakuwa mchezoni kwa ajili ya timu. Metacha hakutaka kuipambania timu. Metacha alikuwa anaipambania timu anayoipenda. Ni timu gani? Ni Yanga. Kwa hiyo haya maneno ambayo yanasemekana kwamba Singida Black Stars wapo kwenye ligi hii kwa ajili ya kuwanufaisha Yanga, ni maneno ya kweli? Ni haya maneno ya kweli, kwamba ni maneno ya kweli kutokana na kwamba kwa sababu kwamba vinasaba vyake, mahaba yake jinsi yalivyo katika klabu yake ya mwanzo alikuwa anaichezea, na vivyo kulikuwa na rumors kwamba yule mwamba anabidi tena arejeshwe kama mbadala hawa Abu Twalibu Mshel na huyu mwingineo aliyochomesha boko siku ile kupiga 3 mpaka baada ya Diala kususa, alikuwa ni nani? Masaranga anabidi aondoke, Metacha anabidi afanyeje? Arudi. Kwa hiyo hizo rumors zipo na watu kwamba kwa sababu walishakuwa na taarifa, kwa hiyo watu wanaunganisha zile doti kwamba kule tulisikia hivi, huku tulisikia hivi, huku tumesikia hivi, na alafu sasa kinachoudhi zaidi kwamba huyu mwenyewe mdhamini wa hiyo timu au kwamba mmiliki wa hiyo timu vivyo hivyo ni huyo. Kwa hiyo itosha kusema kwamba Metacha Mnata ni kama alihujumu katika mechi hii. Kaihujumu. Yes, ndio maana kwamba coach kama coach kaamua kumtoa. Alafu sasa yeye picha inapokuja kwamba inapoashiria kwamba kwa nini kaihujumu? Kwa nini ugome? Hapo ndio kuna maswali mengi. Kwa nini kocha ameamuru kufanyia mabadiliko, wewe unakataa kutoka? Unakataa kutoka. Wewe kama nani katika hiyo klabu?
Hapo ndio mimi sijamuelewa Metacha. Kwa nini hiyo ndio unatuletea gugumizi kwamba baadhi ya watu pia hata mashabiki zako wanaendelea kujiuliza maswali makali. Kwa nini wewe umepanga matokeo? Metacha Mnacha, kocha wa zamani wa klabu ya Yanga, kwa sasa hivi anakitumikia kikosi cha Singida Black Stars, na tukio hilo limemhusisha yeye pale ambapo Alan Okello mchezaji wa Yanga aliupiga mpira ukaenda straight na ukapita karibu na Metacha Mnacha, akuweza kufanya action yoyote, akauachia kwenye golini. Amenyoshwa vidole sana kwamba inawezekana kuna namna ya kuhujumu hapa imehusishwa. Ndio maana hata kocha wa Singida Black Stars ameamuru kumfanyia mabadiliko, na cha ajabu ni kwamba yeye hakupendezwa na tukio la kufanyia mabadiliko. Sasa Singida Black Stars wamekuwa wakihusishwa sana kuna vinasaba na Yanga. Sasa kupitia matukio kama haya watu wana connect dots. Inawezekana ni kweli hawa watu wana vinasaba. Mbona kama kuna matukio kama haya ya kuonekana kuhujumu, na hata ukiacha ile tukio la Metacha Mnacha, Singida tu wenyewe Black Stars namna ambavyo walikuwa wanacheza, namna ambavyo walikuwa wanacheza sio kwa ajili ya ushindani, walikuwa wako down sana, yani wako chini, yani walikuwa hawana reaction yoyote kusema kwamba wanaweza kurudisha taboli ambayo imefungwa. Oya, hii yani inakela, haileti ushindani wa ligi. Na hiyo sio kwamba eti kwamba ndo wanamjenga. Hii mnamdhoofisha. Ndio maana kwamba turudi nyuma kwamba hatumkwepi Simba. Simba ataingia katika kila engo. Angalia mechi zote za Simba kwake yeye ni finali. Sawa, yani kwake yeye kabisa mechi zote zinampa ile test ya ligi kuu. Kwamba anajua kabisa kwamba hapa sasa mimi niko katika mashindano, hapa nipo katika ligi kuu. Si unaona? Macho si yanaonekana. Na hata kama mkataka ushahidi, reference sisi tutawagaia na tunawaonyesha bwana Lidhat ni hii. Mtaangalia vitendo vyote walivyokuwa wanavifanya, hivi havijengi. Sisi wote wana soka, tunapenda soka, mpira wetu ukue, hatukuzi mpira. Lakini kuna baadhi ya watu sio kwa waelewa, wanasema wewe kila siku kuiarasi, kila siku kuidogosha, kila siku hatuendi hivyo. Tunataka kwamba hii ligi ibadilike. Kama kuna mashindano au kuna ushindani, onyesheni ushindani wa kweli. Vile mnapompa testi Simba au vile mnapompa testi Namungo, vile mnapompa testi na Azam, vile mnapompa testi JKT, basi toeni hiyo testi kwa wote ili tujue kwamba wapi palipovuja. Tunajua kwamba Singida mna timu nzuri, mna wachezaji wazuri wenye quality, wachezaji wa kimataifa, mna ule ushindani. Lakini sasa hii inatuonyesha nini? Inaleta picha gani? Mbona ule ushindani hamutoi? Mnatoka katika timu chache au timu moja? Yes, kuipata fair competition, kuipata ile fair play, inabidi kila timu itoe ushindani kweli pale ambapo inakutana na timu nyingine. Lakini kwa kile ambacho tutakiona Singida Black Stars wanapokutana na Yanga, kunakuwa kama hakuna ushindani wowote. Ulegevu mwingi sana. Huipati ile fair competition kwa namna moja au nyingine. Kiasi kwamba haya maneno yanasemekana kwamba kuna vinasaba kati ya timu mbili. Inawezekana ikawa ni kweli, yani hatuna uhakika, lakini kwa namna ambavyo tunaona, yani hatuthibitishe moja kwa moja kwamba kuna vinasaba. Lakini kwa namna ambavyo tunaona haya matukio, yes. Tuna relate kwamba inawezekana kweli hapa kuna vinasaba, kwa sababu Singida Black Stars wamekuwa dhaifu sana wanapokutana na Yanga, lakini wamekuwa very strong wanapokutana na timu zingine. Simba, Azam, nani timu zote hizo wanapokutana hata na Pamba wakikutana nao wanakaza. Oya, meno yao. Yaani wanakaza ile wanatoa ile test ile. Yaani red namba 1 ya mashindano haya. Yes, wao wanaonyesha. Lakini tofauti na huko kwingine hatujengi, tunabomoa. Hao wameenda kuadidimiza. Yes, kupitia Search Media 1 kwa ushirikiano na Top Media kwa YouTube, una nafasi ya kusubscribe ili ujue katika vijana ambao wanapata taarifa mapema kabisa, na pale ambapo zimekwenda